Jessica. Kusema kweli nimeenjoy. Nimefurahia. Maana nishakuwa kwenye mahusiano kwa mwanamke ambaye nilimuonyesha hisia zangu, lakini sikumwambia chochote. Laana ya ukoo. Pengine kilichomfanya anichukie, asinipende, labda maisha yangu ya kiuni. Kwa kuwa ni mwelewa, endapo ikawa ni kweli, nitashukuru. Usijali baby. Mimi nakupenda sana. Tena kuliko mume wangu. Kuna mtu anatamani wewe ndio uwe mume wangu. Labda leo tungekuwa mke na mume. Nakupenda sana hivi. Jessica. Jessica. Unachokisema kama kweli unamaanisha? Namaanisha mpenzi wangu. Nashukuru sana maana toka niingie kwenye mahusiano sija kufika mwisho wa leli Kigoma. Kwa inamaanisha umeridhika sana tu. Nipo tayari kwa lolote. Wewe. Samahani Nurati. Laana ya zina imetuangusha. Mungu. Habari? Salama, kwema. Kwanza pole sana kwa changamoto ambazo unazipitia hapo nyumbani. Lakini hata hivyo sijakusimamisha kwa ajili ya hilo. Mimi nilikuwa nakuomba tu kitu kimoja. Mimi na wewe tuungane ili kusudi tuweze kumsaidia mdogo wako. Maka anapitia wakati mgumu sana akiwa katika ile hali. Kwanza asante sana kwa moyo wako ulioonesha wa kutaka kumsaidia mdogo wangu Latifa. Lakini ukweli ni kwamba Latifa anachokipitia sasa hivi ni kitu kigumu sana, kwa sababu ile mimba alionayo ni mimba ya kaka yetu Mkolosai. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana ya ukoo. Mkolosai? Yule si kaka yake? Mama mmoja, baba mmoja. Imewezekanaje hili? Basi vizuri mpenzi wangu. Anjoni. Asante sana. Asante pia wewe. Nakupenda. Penda pia. Basi kuja nikampikia huyo mjinga. Maana akinikuta sipo itakuwa kesi nyingine. Au nataka wewe mimi mpige? Swala kupigwa haliwezekani. Nitakutetea. Utaweza? Basi poa. Mwize nabii, nisha kumbutua nabii wewe. Bwana mimi maneno mengi wewe. Basi jamii niende sawa. Poa. Nakupenda. Penda pia. Utarudi lini? Kesho kutwa mpenzi. Na hakika? Ndio ile kesho nashinda nyumbani. Natamani siku ijirudie. Usijali. Hapo. Bye. Hapo. Ni mwanamke huyo. Kanifikisha Kigoma kwa ile. Ile. Tofundi huyo. Anaweza. Anachokipitia Latifa kwenye maisha yake ni kitu kigumu sana. Hata Mkolosai baada ya kumpa mimba mdogo wangu Latifa, hata yeye mwenyewe ameshindwa amsaidieje. Hili swala liko nje sana na mambo ya hospitali. Inaonekana hii ni laana imeingia kwenye ukoo wetu, na ndio maana Latifa anashindwa kujifungua mpaka dakika hii. Ila tumeenda kwa mtaalamu. Mtaalamu katuambia kwamba huu ni mkono wa mtu
na huyo mtu mwenyewe yani anaweza kuchukua sura ya mtu yoyote kati yetu. Kwa hiyo anaweza hata kuchukua sura yako nikajua naongea na wewe Anta hapa, kumbe sio Anta ninayemjua mimi. Yani kiufupi, ili Latifa ajifungue ni lazima kivuli cha huyo mtu kijulikane ni kivuli cha nani. Hapa nilipo natembea naongea mwenyewe, nimeshachanganyikiwa, sijui naanzia wapi na malizia wapi ili kujua hicho kivuli ni cha nani. Ila nashukuru kwa kuwa tunazidi kuongezeka ambao watu mnaguswa na matatizo yangu. Nashukuru sana Anta. Na naomba kama kweli umeamua kujitoa kwa ajili hili, basi nakushukuru, naomba ushikane na mimi. Tusaidiane. Tena ukimwona mtu haeleweki, ukimwona mtu umetoka kuachana naye ndani ya muda mfupi, mfuatilie ili ujue huyo mtu ni mwema au mtu huyo ni mbaya. Nitashukuru sana kama tukiwa wengi, maana tukimgundua huyo mtu tu Latifa anajifungua na nahisi atatoka kwenye usingizi aliolala. Basi sawa, hamna shida. Mimi nipo tayari kufanya hivyo, na nitafanya hivyo kwa sababu tu nampenda sana mdogo wako. Maana naamini kwamba yeye ndo kila kitu katika maisha yangu. Mimi kuna sehemu na wai. Hebu acha kwanza ni wai. Na wewe kama nilivyokuambia, ishi ukilijua hilo, tusaidiane. Ukigundua chochote, usihofu kuniambia. Sawa, hamna shida. Laana ya ukoo inatutesa, laana ya zinaa imetuangusha. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana. Hii sasa ni hatari. Yaani mtu anapata ujasiri wa kufanya tendo na mdogo wake. Hii inawezekana kweli? Kolosai kapota akamuumiza ndugu wake, mdogo wake wa kuzaliwa, mzigo ukabaki kwake, akatenda. Asa ndo nini na wewe na nilikufuatana paka huku, lakini kwa nini umetembea na mwanaume mwingine? Aliyakuwa huo mwili nilikutengeneza kwa sababu ya Lastborn. Sasa jamani, mimi nikajua labda umenipa mwili mwingine ili niutumie na maisha yangu. Kumbe tena jamani. Basi endelea kupingana na mimi. Siku utakapobadilika kuwa tata wa zamani, usinilaumu. Maana toja niwe mimi huyu. Kolosai kapota akamuumiza ndugu wake, mdogo wake wa kuzaliwa, mzigo ukabaki kwake, akateleza tena, kakamua mtoto wa mama mdogo wake. Tifa cheusi kalema, moyo ukawa mzito kama goma. Anta. Anta. Anta.
nisaidie. Anta. Mungu asamehe, utuondoe, ni laana ya ukoo. Mungu tuhurumie. Umekwaje tena mama yangu? Anda, naomba nisaidie. Jamani, msaada! Samehe, utuondoe, ni laana ya ukoo.